Soma kuanzia mstari wa 13. Tunataka tuone jinsi wamama walivyokuwa wanatumika kwa ajili ya kazi ya baba. Na leo hii wako katika historia, tunaposoma tunabarikiwa. Kwa hiyo mwenye amepata anaweza akatusomea 13 mpaka 15. Tunataka tuangalie mama mmoja aliyesimama na akatumika kwa ajili ya kazi ya baba, na alikuwa tu mama kama wewe. Karibu msomaji. Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 13 hadi 15. Maandiko inasema, hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya sambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. 15 inasema, wapendwa, hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusii akisema, kama mumeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mukakae. Akatushurutisha. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa ajili ya neno la Mungu ambalo tumesoma, tukiona mama huyu anayeitwa Lydia. Jambo kuu ya neno ambayo tumesoma ni wamama katika utumishi. Nafurahia kuona mama huyu ambaye anaitwa Lydia. Paulo katika utumishi wake, wakiwa wanatembea wakihubiri neno la Bwana, na katika kutembea wakihubiri neno la Bwana, maandiko inasema ya kwamba unaposoma kuanzia mstari wa 10 inasema ya kwamba katika kutembea kwao wakang'oa nanga wakaenda, na ilikuwa ni safari ya usiku na mchana. Na katika kutembea kwao walipita katika area nyingi usiku na mchana, lakini kile penye walikuwa wanapita, Paulo kawaida yake alikuwa kila mahali anapofika alikuwa anaweza kusimama na neno la Bwana ahubiri na waambie yale ambayo Mungu ananena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika kutembea kwao wakaenda mwendo mrefu, hapa katikati wako wanapata ufunuo. Lakini katika kwenda kwao njiani usiku moja, Bwana aliweza kutufunua kwa Paulo. Akaona mji wa Makedonia, ng'ambo ile kukawa na mtu akiwaambia hali katika maono ya kwamba kuja huku tuletee neno la Bwana. Yaani ukiwa na nafasi utasoma huo mlango wote, akiwaambia kuja huku Makedonia utuletee neno la Bwana. Paulo alipoamka asubuhi akaenda na ufunuo ambayo Baba alikuwa amemnenea. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale ninasoma neno ya kwamba tii sauti ya Baba. Kwa hivyo katika
Na walipoingia kulingana na desturi ya Paulo, Roho wa Bwana aliyemwelekeza alichukua nafasi, akaanza kunena mahali pale. Paulo akaanza kuhubiri Injili. Maandiko inasema pale kulikuwa na wamama, hawana hesabu, lakini inasema wamama walikuwa mahali pale. Paulo mtumishi wa Mungu aliposimama na neno la Bwana akianza kuwasomesha, akiwafundisha, maandiko inasema kulikuwa na mama mmoja katikati ya wamama. Inasema huyu mama alikuwa amefunguliwa moyo wake. Kumbe kunaweza kuwa na kukuti ya watu, lakini bila neema ya kusikia hata maameno yakiweza ulilata. Kwa hivyo ndani ya hiyo kikundi ambacho Paulo aliweza kukaa nao, alipowapata wanaabudu, Paulo mtumishi wa Mungu akaanza kuhubiri neno la Bwana. Maandiko inasema kulikuwa na mama mmoja, huyu mama anaitwa Lydia, ambaye moyo wake ulikuwa na neema ya kufunguliwa, ya kusikia neno la Bwana. Akasikiza hili neno vizuri. Haleluya! Jinsi wewe mama ambao uko mahali hapa leo, neema iwache ikalie maisha yako. Neno la Mungu linapotoka lipate nafasi ndani ya moyo wako. Usikuwe kama mama wa kawaida. Haleluya! Jitambue. Maana mama ambaye ameokoka anabeba maono ya boma lake. Sio mama mpumbavu. Haleluya! Huyu mama Lydia alikuwa mfanyabiashara. Neno la Mungu linasema alikuwa anauza rangi ya zambarau. Haleluya! Mama mfanyabiashara. Kwa hivyo wewe hata ambaye unafanya biashara usijidharau. Hii kazi ilianza tu kitambo. Huyu mama akasikiza neno la Bwana, na kwa sababu neema ya Bwana ilikuwa juu yake, neno likaanza kupata nafasi ndani ya moyo wake. Akalisikia, Roho akamjia, akakubali. Maandiko inasema akajiwachilia, maana ilikuwa ni siku yake katikati ya wamama. Ni yeye Lydia Bwana aliona. Haleluya! Akajiwachilia. Maandiko inasema yeye na familia yake wakabatizwa. Haleluya! Haitasema alikuwa mama mchana, lakini maandiko inasema yeye na familia yake waliweza kukubali wokovu waliposikia neno la Bwana. Maana neema ya kusikia ilikuwa juu yao, wakajiwachilia, wakabatizwa. Hakuona pesa zake, hakuona biashara yake, aliona Bwana ndani ya maisha yake. Haleluya! Maandiko inasema mama huyu aliweza kujiachilia. Paulo akambatiza. Baada ya kumbatiza, aliweza kuona hawa ni watumishi wa Mungu. Mama, wewe ndio nyota katika boma lako. Haleluya! Baada ya kupokea wokovu, akabatizwa. Ndani ya maisha yake alimwona Bwana, na baada ya hiyo hakubaki mahali pale. Maandiko inasema aliwasihi watumishi wa Bwana wakanyaka katika boma lake. Haleluya! Aliweza kutambua mafuta iliyo juu ya watumishi wa Bwana, na akaona hii mafuta lazima ikanyake ndani ya mji wangu. Haleluya! Maandiko inasema huyu mama Lydia alisihi watumishi wa Bwana wakanyake katika boma lake. Leo ni siku ya wamama.
na lazima tufundishane. Wewe unajua hata wewe mama uko hapa na kuna siku moja ambayo hata umeona mtumishi wa Mungu akanyaka katika bomba lako, hata na umoja na uweguzi. Niangalie tu mimi. Huyu mama kwa sababu alikuwa amepokea wokovu, alisihi watumishi wa Bwana wakanyake katika bomba lake, mafuta haya yakanyake katika bomba lake, mapepo yote inyamaze. Haleluya! Kumbuka umesema yeye na familia yake, kumaanisha hata mzee wako hapo ndani. Lakini wewe mama ni kwa siri. Hata wakikwambia ushirika kwako ni sio mtabuliza Kenyatta. Wewe mama ndio utafanya kwa malako lipone katika ukarimu wako, katika kutumika kwako, itafanya kwa malako lipone. Haleluya. Wewe mama, wewe ndio utafanya baba lako lifunguliwe. Baada ya huyu mama kupona moyo wake, maana ulikuwa umefunguliwa na Bwana, aliona lazima watumishi wa Mungu, hii miguu inaleta amani, lazima ikanyake kwenye baba langu. Haleluya. Hata unajua kutumia formula gani? Maana ni mama ndiye aliongelesha mtumishi wa Mungu. Lakini ungekuwa wewe, ulifikia ndio kwa msabu kwanza. Haleluya. Mama, simamia haki ya Bwana ili boma lako lipone na boma lako lifunguliwe. Kubali kusimamia haki ya Bwana. Alijichua akiwa mama, anafanya biashara, ana uwezo wa kukaribia watumishi wa Mungu. Hata sasa kasa mahali pa pembeni hata. Sio kwa nini sana. Ninakanyaka tu na nguvu. Niko na pesa zangu. Lazima zitumike kwa kazi ya Bwana. Alijichua hapo na pesa. Haleluya. Aliwatumishi wa Mungu karibu nyumbani. Haleluya. Hamjua alitumika kwa njia gani? Maana ni baba mfanya biashara. Aliwakalisha wakakula wakakunywa, akawasafirisha. Na wewe hata saa hizi vile umesema tu ya kwamba tuko na mkutano wa baba, tayari moyo wako umeshtuka. Yaani vile umesikia tu, hata na umero na mwenye saa hii moyo wako unasema alibaki na mahora. Ndio huyu baba, kumbuka huyu baba alikuwa katikati ya wababa, lakini neema ilimshukia ikakosa roho yake na akaona naenda na watumishi wa Mungu. Haleluya. Ewa saa wewe muzisio niko wewe sentele iba nikisema. Nitaangalia sasa rasmi ya kwani moja mbili. Yaani unaposikia kazi ya Bwana, moyo wako huna kabisa. Na hiyo ndio shetani. Hata kwa anaona tu mama direct. Yeye hapo ndani. Alianza kusema kama mama shilingi 1000. Fulani wa mama Rita. Hapo mtumishi wa Mungu, mama mtumishi wa Mungu tuende na yeye na nyumba yake alichukua watumishi wa Bwana akakanyaka nao, akimwona Bwana mpaka ndani ya boma lake, maana alikuwa ameshuhudia kuwa Bwana alikuwa anaona mkono wa Bwana, hakutaka kujua unafanya nini. Haleluya. Wokovu ni wa binafsi. Wokovu ni wako. Mbingu ni lako. Si la jirani yako. Wanaelewa nini sasa? Angeulizana na hao wamama wenzake. Wangesema bandu bake ndagenda baba. Unawezaje kurokota tu watu kwa
walijareke wale unaona, lakini mama Lydia hakuwa na wale wamama aliyokuwa nao. Alimuona Yesu aliyekuwa ndani ya Paulo na moyo wake ukakubali. Alichukua watumishi wa Mungu. Haleluya. Biashara yake iliona Mungu. Biashara yake ilimjua Baba. Na katika maandiko hakuna mahali ambapo amesema hata Elisha kwenda na watumishi wa Mungu ya kwamba alifilisika. Ndiye alipanuliwa. Wamama, wokovu si ya kuruka. Wokovu ni yako na Mungu aliyekuita. Huyu mama Lydia alikuwa katikati ya wamama, lakini ni yeye. Maandiko inasema maana alikuwa amefunguliwa na Bwana kutunza neno alilosikia. Kumaanisha hili neno ukilipata litunze. Amen. Pasipo kulitunza watu wataliharibu. Haleluya. Haleluya. Halo. Baba, kumaanisha ili neno la Bwana unapolipata litunze. So tena wikala mubi tena nombela kwa kama ititawe vile umelisikia litunze. Bwana Yesu asifiwe. Mama Lydia aliondoka na wimbo mpya, maana amepata Yesu wa Nazareti. Akupitia kwa watumishi wake alikanyaga utukufu wa Bwana mpaka kwa boma lake. Mafuta ya watumishi wa Bwana ikakanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko inasema miguu ya watakatifu imebeba amani. Kuna mifungo mingine bila watumishi wa Mungu kanyaga katika boma wa Mungu ngasa vitata. They walk in the angasapuri. Haleluya. Kuna wakati nilikuwa napita kwenye vijiji mahali fulani. Mahali mbona yusome. Tena akiwa amekaa katika kanisa ambapo sana kichule rosi. Lakini aliponiona aliendelea tu hivi kwa matesi. Hivi tu mpaka nikapita. Nikasema jifiche kabisa. Maana ujuzi ile watu wa Mungu wanapokanyaga katika boma yako, mabadiliko yanapatikana, ukuu wa Bwana unashuka, maana ni wakati wa Bwana. Huyu mama Lydia, hiyo siku alifunga biashara. Lydia, siwezi nikajua mama. Wewe ni mama Samulika. Wewe ni Lydia na moyo wanasema. Wewe ni mama inakaa. Mwito uliopokea ni mwito wa mbingu ama hapana? Wewe ni mkarimu. Kama umenunua sukari kilo moja, utakunywa tu mpaka ishi bila mtu kwa mlango. Ameuza nasi. Haleluya. Kama umepanda mboga wayauza mpaka jiwewe. Ameuza unaongeza. Hakuna siku, hakuna tarehe yenye vitu zako zitaona watu wengine. Oyukeni na kausi. Mama, badilika. Kama mama Lydia aliyesimama na moyo wake ukafunguliwa, akamwona Bwana, akachukua watumishi wa Mungu mpaka kwa boma lake. Lekani kama mwana kama leo Samuel. Haleluya.
Na jirani analala njaa. Haleluya. Haleluya. Wakisaidiana mimi ndio anafanya hapo meno. Luka siwai. Ni jasho lako. Litalisimama kutumika. Haleluya. Haleluya. Ni mimi. Angalia tu hapo. Na kuna mtu anaweza kuambia ni mimi tu nitakwambia. Haleluya. Haleluya. Badilisha maneno yako, maana katika baada kukuinua haitoa kupitia kwako, kazi ya Mungu itasimama. Mungu alijua ya kwamba wewe kama utabarikiwa, kazi yake itasimama. Amen. Unajua kwa kutoa kwa hii matibabu wana Mungu. Usione wanadamu. Ona Mungu. Unajua kuna watu wamezaa bila walikuwa wanatumika. Abananga sasa maneno safi. Yaani ana uamuzi tayari kwa moyo wake. Mama Lydia alikuwa katikati ya wamama, lakini alimuona Mungu. Niposa bomba lake likatoka. Na alikuwa anafanya tu biashara. Na alikuwa tu pengine ni mkulima. Anauza rangi ya zambarau. Lakini aliona lazima Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tukitaka kupona lazima tujue kutumika. Na unaposikia neno la Bwana liweke katika matendo. Ianze kuzaa matunda. Bwana asifiwe. Haleluya. Neno linapotoka, ona ni Mungu analeta. Kuna mstari ambao nasoma katika Luka, acha tusomeko mahali pale kidogo. Luka mlango wake ni wa 6. Mstari ni wa 46. Mpaka 40. Maandiko inasema, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kulipokuja gharika, mto alimshukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikiza, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mtu ukaishukia kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile ikawa makubwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anayesikia neno la Bwana bila kulitenda. Mahali hapa Yesu mwenyewe anaongea ya kwamba mbona mnaniita Bwana Bwana na hamtendi sawa na neno lako? Mama mpendwa, wewe ni mama unayesikia neno na kuliweka katika matendo, ama wewe ni mama ambaye unakaa tu kumuita Yesu na uende sawa na neno la Bwana? Mahali pale neno limesema, wape sasa ni wape mfano. Mtu yule anayeita tu Bwana Bwana na atendi sawa na neno la Bwana, mtu huyo ni sawa na hilo mtu anayejenga nyumba
msingi. Na mtu yule anayesikia neno la Bwana na kuliweka katika matendo ni mtu ambaye amechimba msingi wa nyumba yake vizuri na kuichenga kwenye mwamba. Hata mvua inapokuja yakalika, nyumba haiwezi katikizika, maana chenga vizuri. Yaani huyo mtu ni yule anasikia neno na kuliweka katika matendo. Si yule mtu anayesikia neno na analiwacha pale. Olishite rula na alanga Yesu. Chama linapotokea, maandiko inasema hiyo nyumba haina foundation, itaanguka. Bwana asifiwe. Amen. Kusikia neno na kuliweka katika matendo linazaa matunda. Na mfano ambaye Baba anapeana ni wokovu wako. Usipouchenga kwenye msingi wa Bwana, yaani neno la Bwana lisipoingia na likae na likomae ndani mwako, mpendwa changu tulitoka, ndio anapatana tu mtu kama anasaka keo. Maana anaposikia neno ni Bwana tu kwa mdomo, lakini kwa moyo wake hana matendo. Haleluya. Haleluya. Maana mahali hapa Yesu aliweza kuangalia watu wanamuita tu Bwana Bwana, lakini hawatendi sawa na neno la Mungu. Ndipo akasema kwa mfano ndio huu, acha niwaambie, ni mtu anayechenga nyumba bila msingi wowote. Lakini mtu anayesikia neno la Mungu akiliweka katika matendo, mtu huyo ataitekanika, atabaki amesimama, maana alichenga vizuri. Neno linapoingia linapata nafasi ndani ya moyo wake, linaendelea kumsimamisha, linaendelea kumpa tumaini, linaendelea kumwambia songa. Haleluya. Haleluya. Anakuwa na tumaini, maana anajua yuko na Yesu aliye hai ambaye hawezi akaniwacha. Sio mtu mpinzani, msipinzani. Ukipata tu mtu katika nyumba ya Bwana, wakisema tufanye ibada, wakisema tufanye pata tu huyo mtu vizuri. Na kuna roho zingine ambazo zimeshikilia watu wa Mungu. Mtu huyo hata ni wa kufanikiwa, ni wa kubarikiwa, ana mafanikio yake, lakini ni pepo nyeti yeti lazima kumoyo wewe. Sasa mnaona